ya Taifa ya Uchaguzi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi hii ya makarani waongozaji wa vituo. Hongereni sana. Napenda kuwakumbusha kuwa uteuzi huu wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, wabunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Ni vema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 kifungu kidogo cha 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndiyo yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara. Kwa kuzingatia niliyoeleza awali kwamba nyinyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu tarehe uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakavyopangiwa. Ndugu washiriki wa mafunzo, dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ya makarani waongozaji wapiga kura, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wapiga kura wapatao wa vituo 209. Pia tunao makarani wa akiba 18 watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo hivyo 209 vilivyopo katika kata 9 za halmashauri ya mji Mafinga. Nimearifiwa kwamba jumla ya mada 2 zitawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali la zoezi la kupiga kura. Kwa wale mnaosimamia zoezi hili la kuongoza wapiga kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu katika majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendelea na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndipo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii ili kuwaasa kuwa
pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao uendeshaji wa uchaguzi, katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa, yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisisha katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi.